Kwa mara nyingine tena, mtazamaji wa Zone Media, karibu sana tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu. Tunaangazia taarifa kutoka huko ukanda wa Mashariki ya Kati ambapo Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu huko nchini Jordan, ikiwa ni mvutano ambao unaendelea kati ya mataifa haya mawili mara tu baada ya Israel kufanya mashambulizi katika moja ya kambi ya kijeshi huko kaskazini magharibi mwa Syria. Taarifa inasema Syria na Israel zimefanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Jordan yakiongozwa na Marekani katika juhudi za kupunguza mvutano uliopo baada ya Israel kufanya mashambulizi kadhaa dhidi ya maeneo ya Syria. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Syria SANA, mazungumzo hayo yaliyofanyika Jumapili yalilenga kujadili namna ya kusitisha mashambulizi ya Israel, ukamataji na operesheni zinazolenga watu maalum ndani ya Syria. Pande hizo pia zimejadili kurejesha mazungumzo kuhusu makubaliano ya kiusalama ambayo yanaweza kuweka msingi wa makubaliano mapana zaidi kati ya nchi hizo mbili siku zijazo. Aidha, Syria na Israel zimezungumzia namna ya kupunguza mvutano kati ya Israel na Uturuki, huku zikilenga kuzuia ushindani wa mataifa hayo mawili kuathiri zaidi usalama wa Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Syria, Asad al-Shayban, amesema Damascus inatarajia mazungumzo ya kiusalama na Israel kuanza tena hivi karibuni, ingawa bado kuna ukosefu mkubwa wa uaminifu kati ya pande hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Syria, Asad al-Shayban, amesema Damascus inatarajia mazungumzo ya kiusalama na Israel kuanza tena hivi karibuni, ingawa bado kuna ukosefu mkubwa wa uaminifu kati ya pande hizo. Mazungumzo kati ya Syria na Israel yalisitishwa baada ya kuanza kwa vita kati ya Israel na Iran. Syria pia ilikata mawasiliano na Israel kufuatia shambulio la Israel dhidi ya kambi ya anga ya Abu al-Duhuri nchini Syria wiki iliyopita. Marekani imekuwa ikijaribu kwa zaidi ya mwaka mmoja kusaidia kufanikisha makubaliano ya kiusalama kati ya Israel na serikali ya rais wa Syria, Ahmed al-Sharaa. Kwa upande wake, Damascus imesisitiza kuwa kipaumbele chake ni Israel kuondoka katika maeneo ambayo ilichukua baada ya kuangushwa kwa utawala wa Bashar al-Assad tarehe 8 Desemba 2024, pamoja na kurejeshwa kikamilifu kwa makubaliano ya kutenganisha vikosi ya mwaka 1974. Syria pia imeeleza kuwa haitakubali makubaliano yoyote yatakayozuia haki yake ya kujenga upya na kuendeleza jeshi lake au kuamua kwa uhuru kuhusu washirika au mahusiano yake kimataifa. Kuhusu milima ya Golan, Damascus imesisitiza kuwa eneo hilo bado ni sehemu ya ardhi ya Syria, ingawa imeeleza kuwa majadiliano kuhusu hadhi yake ya mwisho bado hayajawa tayari. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi mara kwa mara dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Syria tangu kuanguka kwa utawala wa Assad, ikidai kuwa hatua hizo ni muhimu kwa ajili ya kulinda usalama wake. Syria kwa upande wake imekanusha kuwa tishio kwa Israel na imeendelea kutaka mashambulizi na uvamizi huo ukomeshwe. Syria na Israel zimekuwa katika hali ya vita tangu mwaka 1948. Israel iliiteka milima ya Golan kutoka Syria katika vita vya siku 6 mwaka 1967 na baadaye kuitangaza kuwa sehemu ya Israel, hatua ambayo inatambuliwa na Marekani lakini haikubaliki na sehemu kubwa ya jumuiya ya kimataifa. Katika juhudi za kupunguza mzozo kati ya Syria na Israel, hatimaye siku ya Jumapili walifanya mazungumzo huko nchini Jordan kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawia kabisa kutokana na mvutano ambao umekithiri kwa kiasi kikubwa sana kati ya mataifa haya mawili. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.